Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Kristo Mungu ni mwema kila wakati. Karibuni tutafakari neno la Mungu, hasa leo ikiwa ni siku ya pili kati ya siku kuu hizi tatu za Pasaka. Leo ni Ijumaa Kuu. Tunatafakari fumbo kubwa kabisa, mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu zangu, tumesikia masomo yetu vizuri kabisa. Somo la kwanza likitoka katika kitabu cha nabii Isaya, ile sura ya 52 aya ya 13 hadi ile sura ya 53 aya ya 12. Huu ni wimbo wa 4 wa mtumishi wa Mungu. Kitabu cha nabii Isaya kina nyimbo kuu 4. Ya kwanza inapatikana katika kitabu cha nabii Isaya ile sura ya 42 aya ya kwanza mpaka ya pili, na wimbo wa pili unapatikana ile sura ya 49 aya ya kwanza mpaka ya sita. Wimbo wa tatu sura ya 50 aya ya 4 hadi ya 11, na wimbo wa 4 ni huu ambao tumeusikia. Hiki ni kipindi ambacho wana wa Israeli wako katika utumwa Babiloni. Wameteseka, wamehangaika, wanamlilia Mwenyezi Mungu. Lakini Mungu yeye anasema amesikia kilio chao na atamtuma mtumishi wake ambaye kwa mateso yake basi atawakomboa hawa wana wa Israeli kutoka utumwani. Na hicho kinasikika au kinaakisiwa katika somo la pili, waraka kwa Ebrania ile sura ya 4 aya ya 14 hadi ya 16, na ile sura ya 15 aya ya 7 mpaka ya 9, kwamba Kristo ndiye yule aliyetabiriwa, ndiye mtumishi wa Mungu aliyetabiriwa. Hivyo yeye kama kuhani mkuu basi anazidi kutuombea sisi, anazidi kuwaombea wale wote wanaomtumaini. Sasa kupigwa kwake, kuteswa kwake ndiko tumekusikia katika mateso yaliyoandikwa au yaliyonenwa vizuri kabisa na waliosoma hapa, lakini yametoka katika Injili ya Yohane ile sura ya 18 aya ya kwanza hadi sura ya 19 aya ya 42. Mengi tunaweza tukatafakari ndugu zangu katika Kristo, lakini leo ikiwa ni Ijumaa Kuu, naomba tutafakari wazo moja kubwa sana. Wazo moja kubwa sana. Mwambie jirani yako, kikombe alichonipa Baba sitakinywa. Kikombe alichonipa Baba sitakinywa. Haya ni maneno ya Yesu aliyomwambia Petro kwamba rudisha upanga wako alani. Kikombe alichonipa Baba sitakinywa. Kwa hiyo yale yote aliyoyapitia yalitoka kwa nani? Kwa Baba. Kikombe kilitoka kwa Baba. Anauliza swali, kikombe alichonipa Baba sitakinywa? Ndugu zangu, naomba niwaambie hivi, ukisoma Zaburi ya 75 aya ya 8 utakutana na neno kikombe. Ukisoma tena kitabu cha nabii Isaya ile sura ya 51 aya ya 17 na ile aya ya 22 utakutana na neno kikombe. Ukisoma tena kitabu cha nabii Yeremia ile sura ya 25 aya ya 15 hadi ya 26 utakutana na neno kikombe. Ukisoma tena kitabu cha Maombolezo ile sura ya 4 aya ya 21 utakutana na neno kikombe. Ukisoma Injili ya Mathayo sura ya 20 aya ya 22 hadi 23 utakutana na neno kikombe. Ukisoma Injili ya Marko sura ya 10 aya ya 38
hadi 39 utakutana na neno, na ukisoma katika Injili tuliyoisikia leo utakutana na neno kikombe. Kikombe alichonipa Baba sitakinywa. Mwambie tena jirani yako, kikombe alichonipa Baba sitakinywa. Kikombe ni mateso. Kikombe ni mahangaiko. Na nielewa ndugu zangu katika Kristo, ni hulka ya mwanadamu kukimbia mateso. Ni hulka ya mwanadamu kukimbia shida. Ni asili ya mwanadamu kuogopa msalaba. Ni jambo la kawaida kabisa, si baya. Ila kwa sababu ya ubinadamu, kwa sababu tumeumbwa sisi katika vyombo vya udongo, kwa sababu tumeumbwa kwamba hatutaishi milele, tutake tusitake, kuna wakati lazima tutakabiliana na nini? Na kikombe. Lazima tutakabiliana na mateso, na mbaya zaidi ni yale mateso au msalaba au mahangaiko ambayo Mungu mwenyewe amefanya nini? Ameruhusu. Wakati fulani tutakutana na misalaba ambayo ni Mungu mwenyewe ameruhusu kwa sababu ya mpango wake. Kikombe alichonipa Baba sitakinywa. Sasa inakuja swali, nifanye nini au niseme nini pale ambapo napitia msalaba, pale ambapo napitia mahangaiko ambayo ndani mwake ni Mungu mwenyewe amefanya nini? Ameruhusu. Nifanye nini? Kikombe alichonipa ndio haya ambayo Yesu alikutana nayo katika bustani. Je, na mimi katika bustani nifanye nini? Nami katika bustani nifanye nini? Msaidie mtoto sawa? Samahani. Nami katika bustani nifanye nini? Kikombe alichonipa Baba. Ndugu zangu katika Kristo, naomba tukiwa na hilo wazo, tafakari mawazo madogo mangapi? Mawili. La kwanza, mwambie jirani yako, sauti huongea na sauti. Sauti huongea na sauti. Ndugu zangu, naomba niwaambie hivi, nimesema tuko katika kipindi ambacho lazima tutafakari sana makuu ya Mungu, au tutafakari kile ambacho Mungu anaongea na sisi. Sauti huongea na sauti. Nataka niwaambie hivi, kuna wakati lazima tutake tusitake, lazima tujifunze kuwa na amani au kuwa watulivu japo tunapitia mahangaiko. Unanielewa? Kuna wakati kwa sababu ya ubinadamu, kwa sababu ya asili yetu, lazima tukubali wakati fulani kuwa na amani au kuwa watulivu wakati tunapitia nini? Majaribu. Sauti huongea na sauti. Kuna wakati, naomba niwaambie kiukweli kabisa, kuna wakati lazima kuelewa tunaishi katika ulimwengu wenye vita, wenye mahangaiko, wenye mateso, wenye mapambano na misalaba ya kila aina. Na ndio ndugu katika Kristo, lazima tuelewe hilo, kwamba tunaishi katika ulimwengu ambao una misalaba, una mahangaiko, una mateso ya kila aina. Yaani kuna ukweli ambao sisi kama binadamu lazima tuupokee tu. Unanielewa? Naomba niwaambie hivi, lazima tukubali kwamba sisi siku moja tutakufa. Unanielewa? Lazima tukubali kwamba watu wanakufa na sisi tutafanya nini? Tutakufa. Lazima tukubali watu wanaugua na sisi tutaugua. Lazima tukubali watu wana magonjwa sugu na sisi tutapata magonjwa sugu. Lazima tukubali watu wanapata misiba na sisi tutapata misiba. Lazima tukubali familia zina mitihani na sisi familia zetu zina mitihani. Kila mtu hapa angeanza kusema juu ya familia yake tusingekaa. Familia zote zina mitihani. Lazima tukubali kwamba wakati fulani malengo yetu
ndoto zetu hazitatimia vile tunavyotaka. Lazima tukubali, ndugu zangu katika Kristo, lazima tukubali matatizo ni sehemu ya maisha yetu. Lazima tukubali. Wakati fulani tutasali, ni ukweli huu, tutasali, Baba, kikombe hiki naomba kiniepuke. Wakati fulani tutasali, Baba, kikombe hiki naomba kiniepuke. Lakini wakati huo tunasali, ukweli utabaki pale pale, kikombe hakitatuepuka. Nanielewa? Kuna wakati hata kama tutasali usiku na mchana, kwa sababu ya ubinadamu, kwa sababu ya asili yetu, kikombe tutaingia kwenye bustani, na hapo tutapambana na hatutakuwa na namna isipokuwa kukabiliana na kikombe. Na ndio maana nikasema sauti hujibiwa na. Naomba ndugu zangu niwaambie hivi, naomba niwaeleze hivi. Kwa nini nasema sauti hujibiwa kwa sauti? Wakati wa mapambano yetu, wakati wa misalaba yetu, tumesikia Yesu naye alikuwa bustanini, si ndio? Alikuwa anasali, anahangaika. Na sisi ni kawaida, huwa tunasali, tunaomba, tunaongea peke yetu kama tumechanganyikiwa, ni jambo la kawaida kabisa. Lakini naomba niwaambie hivi, ukiangalia historia yake Yesu wakati wa majaribu yake pale jangwani, ukisoma Injili ya Luka sura ya 4 aya ya 13, alipokuwa anajaribiwa na Ibilisi, hapo naomba uelewe kwamba shetani baada ya kushindwa pale, Yesu kushinda pale jangwani, maandiko yanasema shetani alimwacha kwa muda. Kwa hiyo alirudi wakati gani? Alirudi wakati Yesu yupo katika bustani. Unanielewa? Hapo sasa katika bustani Yesu alikuwa anapitia mahangaiko, anapitia mateso. Na nikawa nasema, Baba, kikombe hiki kifanye nini? Kiniepuke. Lakini mapenzi yako na mapenzi ya Mungu ilikuwa lazima Yesu akabiliane na nini? Na kikombe. Kwa hiyo kuna wakati hatuna namna, lazima kukabiliana na kikombe. Sasa hapo utafanya nini? Ndio maana nasema shetani akiwa na wewe katika bustani wakati wa kikombe, ana kitu fulani au nyenzo fulani anayotumia, lazima tuijue. Nayo ni nini? Ana tabia ya kuongea kwa sauti moja ya chini chini. Shetani ana tabia ya kuongea kwa sauti ya chini chini ukiwa katika bustani yako, ukiwa unakabiliana na mateso, ukiwa unakabiliana na msalaba, ukiwa katika mahangaiko. Anaongea chini chini, anakwambia kwa sauti ndogo kwamba hapa huwezi. Unanielewa? Atakwambia ugonjwa huu hautapona. Shetani atakwambia taratibu kabisa, hapo umelaaniwa. Shetani atakwambia anayesababisha tatizo hili ni yule pale. Ni sauti ambayo iko wapi? Iko ndani, nakwambia hapa huwezi kupata kazi, huwezi kupata mtoto, hapa unahangaika bure, hapa hebu nenda hapa, hebu jaribu hapa, ama kanisa hili, nenda kanisa hili, nenda kwa mtu. Ni sauti inaongea chini chini. Sasa jambo la kufanya ni nini? Ni kukumbuka kwamba sauti hujibiwa kwa. Sasa shetani akiwa anaongea hivyo, lazima uombe Mungu uweze kusikia sauti inayotoka kwako, inayotoka wewe katika mahangaiko hayo. Unaposikia sauti hiyo inanena na wewe ndani mwako, huwa unajibu nini? Nanielewa ndugu zangu? Unaposikia sauti hiyo inayonena taratibu na wewe kutoka nje, je, ndani mwako unajiambia nini? Unachojiambia kina nguvu zaidi ya kile unachoambiwa. Unanielewa? Sauti inayotoka ndani ina nguvu zaidi kuliko sauti inayotoka nje. Kumbuka, usisahau kuwa sauti hii inayotoka nje ikizidi sauti inayotoka ndani, umeangamia. Ila sauti ya ndani ikizidi sauti hiyo ya nje, umeshinda. Usisahau hicho kitu, usisahau hicho. Wewe katika hali hiyo unajiambia nini? Naomba niwaambie mfano. Yesu
wakati wa mahangaiko yake alijiambia, alisema maneno, alisema Baba wasamee, it's okay. Umeelewa? Baba fanya nini? Sawa. Walichofanya ni sawa. Baba alisema, Baba mikononi mwako naiweka roho yangu, it's okay. Sawa. Umeelewa? Baadaye alisema, Baba mapenzi yako yafanya nini? Ni wewe. Ni sauti iliyokuwa inatoka wapi? Sikia sauti za nje. Walikuwa wanasema aliokoa wengine, hawezi kujiokoa. Alijifanya, nakumbuka, yeye akushindwa. Hizo sauti za nje hazikushinda sauti inatoka wapi? Kumbuka, wakati wa msalaba wako, wakati wa mahangaiko yako, wakati wa mateso yako, sauti hujibiwa na nini? Na sauti. Lazima kujiambia, Mungu ananipenda. Ninayopitia haya yatapita. Mungu mimi kwake bado ni mtoto wake. Mungu ana mpango na mimi. Kuumwa sio wa kwanza, kupata msiba sio wa kwanza, kupata matatizo sio wa kwanza. Nitasimama na nitabaki imara daima. Baba mikononi mwako naiweka roho yangu. Baba mapenzi yako yafanye nini? Yatimizwe. Basi. Kwa sababu ni binadamu. Sawa, unanielewa? Kwa sababu ni hatutaishi milele. Hatutakaa milele. Hatuwezi kukimbia mateso, hatuwezi kukimbia mahangaiko. Mahangaiko, mateso ni sehemu ya Kumbuka, sauti hujibiwa na nini? Msilisahau hicho. Msilisahau hilo. Usije ukalisahau. Sauti inayotoka ndani ina nguvu kuliko sauti inayotoka wapi? Na hii ya nje inaweza ikatoka kwako wewe mwenyewe, maana yake ukawa unaongea peke yako, sauti unaisikia, au kwa marafiki zako wanaokuzunguka. Ndugu, jamaa na marafiki wanaweza kutumiwa na Ibilisi ili kukupoteza. Kumbuka wakati Ayubu anapitia mitihani, wakati Ayubu anapitia msalaba, ni mke wake aliyetumika kumshawishi, kumlagai amsaliti, waende kwa wapi? Unanielewa? Amgeuke Mungu. Kwa hiyo kumbuka sana, inaweza ikatoka kwako mwenyewe ndani uko unaisikia, au shetani akatumia rafiki zako wa karibu ili wakupoteze wakati wa mahangaiko yako. Simama, sauti hujibiwa na sauti. La pili na la mwisho ni hili ambalo huwa nalirudia sana na kulisema. Naomba tusilisahau ndugu zangu. Mwambie jirani yako, hata kama. Narudia, nalisema tena kipindi hiki cha mateso, kwa sababu naomba likae akilini mwetu, likae vichwani mwetu. Hata kama, kwa sababu ya ubinadamu, kuna wakati tutasali, tutaomba Mungu atuepushe na misalaba, lakini misalaba, mateso yatabaki pale, basi hakuna kitakachoondoka. Inawezekana wakati unasali ndio mambo yanazidi kuwa mabaya zaidi. Sala zinapozidi kuwa kubwa, mapambano yanazidi kuwa makubwa, mpaka unajiuliza inakuwaje? Mbona nasali lakini ninapozidi kusali ndipo matatizo yanazidi kuwa nini? Jibu ni hata kama. Hata naomba niwaambie hiki kitu. Mungu akuzuia Danieli asitupwe katika shimo la simba. Hakuzuia. Kitabu cha nabii Danieli ile sura ya 6 aya ya 16 mpaka ya 18. Mungu afanya nini mpaka 28? Mungu afanya nini? Akuzuia. Mungu akuzuia, niwaambia tena, Danieli asitupwe katika shimo la nini? La simba. Akuzuia. Danieli 6:16 mpaka 28. Mungu akuzuia Shadrach, Meshach na Abednego wasiingie katika tanuru la moto. Mungu afanya nini? Akuzuia. Kitabu cha nabii Danieli ile sura ya 3 aya ya 16 mpaka 28. Mungu afanya nini? Akuzuia. Mungu akuzuia Daudi asikutane na Goliati. Mungu afanya nini? Akuzuia. Kitabu cha kwanza cha Samueli ile sura ya 17 utasoma 45 mpaka 51. Mungu afanya nini? Mungu hakuzuia. Naomba niwaambie,
Paulo na Sila wasitupwe gerezani. Mungu akufanya nini? Mungu hakuzuia kabisa. Mungu hakuzuia Petro asitupwe pia wapi? Gerezani. Mungu akufanya nini? Mungu hakuzuia Bikira Maria asipitie mateso. Mungu akufanya nini? Mungu akuzuia, tumesikia leo, mwanaye wa pekee asipitie njia ya msalaba. Mungu akufanya nini? Kwa hiyo kuna wakati lazima ujue Mungu hata kuzuia au Mungu hata kuzuilia wewe usipitie mateso. Mungu hatazuia wewe usipitie mahangaiko. Mungu hatazuia wewe usipitie huzuni, wewe usipitie misiba, wewe usipitie kilio. Mungu hatafanya nini? Hatazuia. Ndio hapo lazima ujue hata kama nini? Hata kama utapitia hayo, Mungu atabaki kuwa nani? Basi hata kama. Naomba niwaambie, ukiwa na imani hiyo utakumbuka, naomba ukumbuke hili, kwamba Mungu alikuwa na Danieli katika shimo la simba. Simba walinyamaza nini? Kimya. Mungu alikuwa na Shadraka, Meshaki na Abednego katika tanuru la moto. Moto au kuwachoma, walitoka wazima. Mungu alikuwa na Daudi dhidi ya Goliati. Daudi akashinda. Mnakumbuka? Mungu alikuwa na mama Bikira Maria, sasa hivi ni Malkia mbinguni. Mnakumbuka? Mungu alikuwa na Paulo na Sila gerezani, milango ikafanya nini? Ikafunguka. Mungu alikuwa na Kristo, baadaye alifufuka. Tumsifu Yesu Kristo. Hata kwa hiyo sala yako isiwe Mungu naomba uniepushe, kwa sababu ni ubinadamu, hautaepukika huo msalaba, hautafanya nini? Bali ni sala yako lazima ibadilike, iwe Mungu kuwa nami katika hili shimo la simba, ninaamini nitatoka salama. Mungu kuwa nami katika tanuru la moto hili ninalopitia, ninaamini watu hawataniona mimi, watakuona wewe pamoja nami katika huu moto, naamini hautanichoma. Mungu kuwa nami katika gereza hili ninalopitia, ninaamini siku moja gereza itafanya nini? Itafunguka. Mungu kuwa nami dhidi ya Goliati huyu nayepiga naye, peke yangu siwezi, ninaamini nikiwa na wewe nitashinda. Mungu kuwa nami katika mateso haya ninayohangaikia, siku moja na mimi nitaitwa malkia, nitaitwa mfalme, nitaitwa mshindi kama mama Bikira Maria. Mungu kuwa mabega yangu katika msalaba huu naobeba, peke yangu siwezi, ninaamini sitaishia Ijumaa Kuu, nitaishia nini? Pasaka. Maana ninaamini hata kama napitia haya, utabaki kuwa nani? Mungu, kwa sababu katika bonde la uvuli wa mauti nafanya nini? Ninapita. Na hapo utaona mkono wa Mungu dhidi yako, utaona mkono wa Mungu juu yako, utaona baraka za Mungu juu yako. Kumbuka, sauti huibiwa na sauti. Kumbuka, hata kama Mungu atabaki kuwa nani? Mungu. Simama imara. Baada ya Ijumaa Kuu unakuja nini? Pasaka. Mungu awabariki sana.